Oi, wagwan Mark Muga. Wagan. Makini. Umeanza na nini kwanza? Mark Muga. Mark Muga. Chalangu unajua ngoja kwa. Mbona kama unaanza tu hapo? Amna. Sasa sulemeni badilishe jina kwa kama kuita Mark Muga sasa. Nimekwambia ndo badilishe jina. Wewe mimi inabidi nikusaidie kupe jina ambalo kidogo watu wanaweza kalisikia wakajifunza kitu ndio maana kuita Mark Muga. Sasa wewe Mark Muga nimeuanza lini kwanza? Yaani wewe kwanza ile siku unatoka tu Tanzania unakuja Taiwan. Pale ndo ukaanza kuwa Mark Muga. Wewe hilo swala haliwezekani. Mimi wanangu wote wanaelewa kwamba mimi Mark Muga sina kabisa. Unajua sio na nani tu na kamdomo. Wewe kwanza unajua ni Mark Muga ni nini au ni nani? Mimi sielewi lakini sikiliza nakwambia sielewi. Unabisha alafu juu Mark Muga ni nani? Sielewi unataka kumaanisha lakini sina huo kitu unachoongea. Najua kwa sababu ni mtu mzima. Sikiliza. Ngoja, uko tayari kuongea na mzee kwa Mark Muga ni nini au ni nani? Mark Muga ni nani kwanza? Sasa hapo ndo naongea. Ile kistaarabu unauliza afu nakupa majibu. Kuna mwanamuziki mmoja Bongo anaitwa Alikiba. King Kiba. Asa wait kwanza. Wewe Alikiba namjua. Sasa wewe unaposema Mark Muga yani. Sasa Alikiba unamjua wewe, umemjua kwenye hizi ngoma zake za mpya za sasa hivi zinaitwa nini zile Mungu wangu? Utu. Na utu kwenye utu ndio umeanza kumjua Alikiba. Kwa hiyo sikiliza kwanza. Alikiba ambao sisi tumekuwa naye. Unaona? Kwenye 2006 2007 ndio alitoa albamu yake moja inaitwa Cinderella. Ndani ya hiyo albamu ana ngoma yake moja inaitwa Mark Muga. Chali yangu kumbe. Sikiliza sasa. Wait, 2007. Kipindi hicho. Subiri kwanza. Kipindi hicho ngoma inatoka. Yaani wewe ulikuwa unapiga Nike. Hasa mimi huo Mark Muga naotolea wapi? Sasa kwa sababu umekuja Taiwan, alafu unavoishi Olivo ni Mark Muga kabisa. Yaani huyu anamuita Badman eti Mark Muga. Kumbe unajiita Badman? Asa unamuitaje Badman Mark Muga? Mark Muga na alisema mimi atumi jina lake anajiita si jina gani? Kumbe ni Mark Muga. Kocha langu. Twende mbele turudi. Wewe ni Mark Muga. Kwa style gani na kwa mfumo gani unaita mimi? Mashati unayovaa. Ni nini kamdomo. Eti msikilizeni huyu. Kulala nje kama popo. Anazungumzia kuhusu mashati. Kulala nje kama popo, kusikia unakuja Taiwan kufikiria majengo marefu je upigeleo picha. Kwanza kabla sijapotea. Huyu Mark Muga ni nani? Nimeshasema ngoja nirudie tena. Mark Muga ni of course ni nyimbo ambayo ina historia fulani ya mshikaji ambaye alitoka akaenda South Africa. Unasema Afrika Kusini, si ndio hivyo? Kufika kule mambo mengi sana akamchanganya, starehe, wadada ambacho najua mpaka sasa hivi kijana wangu. Ndio maana akakuita Mark Muga. Umeniuliza swali. Nimeuliza swali nataka nitoe majibu, kwa nisikilize. Mbona vitu unavyoongea hapa unanichanganya? Endelea na kusikiliza, lakini vitu unavyoongea mpaka sasa hivi sijaona Mark Muga kwenye mwili wangu, kwenye akili zangu. Hata ukisema mkaa hapa mlate Mark Muga naona kama sina. Tuendelee. Kumbuka ukiongea tu kitu akieleweki mimi ninacho kifimbo hapa. Kifimbo kidaftari ushenzi. Sasa ndo jina lako umelipa hilo? Fresh. Kidaftari kifimbo. Sasa sikia, kwa hiyo mshikaji alivyotoka akaenda South Africa, mambo kule alikuwa ni mengi, starehe na kila kitu. Na mwisho wa siku mambo sasa kule hayakuwa tena mazuri, kabidi arudi home TZ. Hasa kule anakuta ndo vitu yani ushaka ugaibuni. Kwa sasa South Africa tayari ni ugaibuni, ni kama tulivyo sisi huku sasa hivi Taiwan. Kwa hiyo kuna maisha ambayo tunayaishi, alafu watu wanaamini kwamba tayari tushatusua na nini. Kumbe kuna maisha kwenye mitandao, alafu na maisha ya ukweli. Ushaona? Kwa sasa mwisho wa siku mambo kwa yamekuwa sivyo, unarudi nyumbani sasa pale unaanza kuface reality kwamba kweli maisha yako vipi. Ushaona? Ndio maana nakwambia chali yangu picha la kutisha hilo. Ndio maana nakwambia wewe ni Mark Muga. Usiseme Mark Muga, maybe ninaweza nikaa Mark Muga ajaye, lakini hiyo ni picha la kutisha. Yaani mpaka sasa hivi unamwambia nishaanza kuogopa. Yaani kama na kwamba unajua tunaishi hapa lakini matarajio yetu yanakuwa tofauti. Yaani sometimes unahisi kwamba kuna vitu umevifanya huko, kurudi nyumbani si nitawaambia nini watu. Utaficha wapi sura yako na posti zako kila siku umevaa Air Force? Nimevaa sasa Air Force zangu unazitolea wapi? Umevaa vipuri, umevaa migoldi micheni kumbe fake. Chali yangu unavaa cheni ya msalaba kama Harmonize au unaivuta kama Platinum.
chali yako acha sasa huo ndio makumuga. Sasa wewe turudi kwenye point ya sasa umeniita hii makumuga. Makumuga wangu umeonea wapi chali yangu? Mbona kama vile si nimeshasema kwenye kila kitu. Umeelezea kuhusu makumuga ni nani? Sasa wewe umeniambia mimi makumuga. Makumuga wangu ni makumuga. Ngoja nikuwekee mic vizuri ili tukusikie. Hamna shida. Mimi ndo la kana wazee. Niwekee ili unisikie vizuri. Sasa cha kwanza. Makumuga cha kwanza kabisa, mashati. Mbona sasa umeniuliza niache nimalize kuongea. Endelea. Alafu kuna maisha ambayo naishi nje ya kamera ambao mimi mwenyewe ndo najua kwa sababu muda mwingi sana na roll na wewe kwa najua. Ndio maana ambao ni makumuga. Kumbuka wazee nuksi. Wazee nani? Wazee nuksi. No. Kwa mpaka maisha yangu ya nje kabisa unaona kabisa au ni makumuga afu umetulia. Jamani wazee ni nuksi. Jamani sisi tumerudi tena. Uko na mimi hapa The Road. Upo na hapa Yuba. Makumuga. Makumuga wapi? Yuba man. The bad man. Mtunzi wa sheria, mmiliki wa vioja. Yaani kumbuka siku zote. Malizia hapo. No, namalizia makumuga. Makumuga. Kumbuka siku zote wewe niweke kwa tunawavana niweke mimi namba 1 kwa sababu sina mpinzani mpaka sasa hivi. Upinzani unao wewe. Sina mpinzani. Upinzani unao wewe. Sasa sijajua kama yeye ni mpinzani kweli au vipi. Mpinzani wako wewe tayari mpaka sasa hivi nishamjua ni nani. Na ndio maana mpaka sasa hivi unakopa kuitwa makumuga sababu hapa naenda kabisa kwa makumuga. Sasa makumuga gani uliokuwa nao na miaka michache? Sikiliza. Wewe kwanza kwa nini nakuita makumuga? Nakumbuka mlivyofika Taiwan tunakuja kuwapokea pale mlifikia nani? Taiwan, right? Taiwan tukaja tukachukua na basi mpaka CJCU. Tulikuwa tumesimama sehemu ambayo tulikuwa tunaweza kuwaona. Natamani zile video na zile picha bado ningekuwa niko nazo. Sikiliza. Ili niweze kushare na watu pale utakavuta kama mdomo kwenye comment. Hamna mimi. Sikiliza, mimi nimekuja yani kama makumuga. Mimi sina makumuga nilipokuja huku. Kama unasema sio mashati sijui nini. Nilikuwa nafanya toka nilipokuwa nyumbani kwetu. Yaani unatafuta kitu ambacho umekiona nimebadilika. Maana mimi mpaka sasa hivi kuna marafiki zangu kibao wanasema sijawahi kubadilika. Na mimi sinaongea ulivofika pale airport wakati unashuka ukaona escalators. Unajua kama unaelewa ni nini hizo? Escalator naelewa. Unajua kuna ngazi. Escalator ni ngazi. Kuna ngazi, alafu kuna vile kama vile. Yani, sikiliza sasa. Tulia kwanza. No. Ngoja sikiliza. Kuna ngazi, alafu kuna ni ngazi ambazo sema kuna ngazi na lift umeme ni ngazi ambazo zinatumia umeme. Sikiliza. Ngoja kwanza. Tuendelee. Kuna ngazi kama ngazi. Ambazo unavyokuwa unazipanda au unazishuka lazima utumie force kidogo. Lakini hizi escalator ni zile ambazo zinaendeshwa na umeme. Kwa hiyo zinakusaidia wewe pia una relax. Lakini kuna lift. Hapo tunaongelea hizi elevators. Ambayo labda la kutoka ndani floor moja kwenda floor nyingine. Ndio. Kwa Kiswahili cha haraka. Yeah. Mwenzangu ulivyoona escalators ukahisi ndo lift zimekufa. Unakumbuka ulikaa chini. Hebu niambie yaani ile unaona kwamba ndo maisha ndo haya hapa kila kitu kinaenda kuwa rahisi. Ulikuwa katika hali gani makumuga wangu? Mimi makumuga wao sina kwa sababu kwa jinsi ulivyoelezea sina. Ila kitu kingine nitakuelezea situation nzima ilivyokuepo kwa mara ya kwanza. Na ulikuwa na ndoto gani ulivyoona mazingira ni kama hayo? I say yani nilivyoona unajua kuna muda sometimes ndio unavyohisi yani kwa mara ya kwanza kabisa nilivyokuwa nahisi yani vile vitu nilivyokuwa naviona si vinaendeshwa na umeme. Unajua sometimes hivi ukikaa yani cha kwanza nilichokuwa nawaza kwa maana kwamba kwa sababu unajua zile hizo tuseme kama ngazi ambazo ngazi za umeme ambazo ndio escalator. Ukizipanda hivi kuna muda mimi sijui kama wengine walifanya hiyo kitu ya kwanza. Mimi nilipopanda zile nikaa nimeshika pembeni. Unajua niliposhika hivi pembeni mimi mfano nimezoea mfano unajua ukipanda sehemu hivi ukiwa unapanda ngazi kuna zile za pembeni zile za pembeni zile kama tuseme kama sijui vyuma vile vinapitaga pembeni. Vingine vyuma mimi mara nyingi sana sometimes waga na mbao. Sometimes nazishikaga. Sikijana ovyo. Hamna. Unashindwa kutumia yani mpaka uende kujishike pembeni kama mzee. Na si wazee tufanyeje sasa? So wazee wafanyaje kwa sababu ni kijana wa siku hizi tofauti na wazee wa zamani ambao mnafuata yani ile mkiambao yani nyinyi kama vile njia yenu ni moja yani mko direct. Siku hizi kijana anatamani afanye vitu tofauti kila sehemu. Mimi waga nikienda sehemu
natamani kama kuna watu niongee na watu, kama kuna kitu nimekiona nikakiangalie. Yani kama vile unajua watu, yani niseme kama niseme Dar es Salaam ikitokea tu hivi ndio mnaulaga subway uongo. Yani ukisikia ile mwizi unataka nao mshuhudie mwizi nani, unaelewa? Ukiona elevator unatamani nao usogee uione ikoje. Is it elevator au elevator? Elevator hivyo hivyo. Tuendelee, wewe andika tu kidaftari shenzi. Wazee wa siku hizi ni watu kama hao, ukiambiwa siku nyingine wachome moto. Maana mimi nishaona sasa hivi ile swala kwa ua kama mnanusuru ni wachome moto. Umeona? Basi yeye anasema wewe sasa hivi nitakuwa siongei kwa sababu nikiongea nitakuwa naandika. Hasa kama nikisema ile elevator mara 100 utaandika mara 100. Mimi hii si kwa sababu hii ni faida yangu mimi hapa. Nifunza kwa Kiswahili. Mwisho wa siku basi upeleke makumbusho kaonyeshe pale bwana The Badman alipitaga kuna kisimu. Sisi nitakileta hii siku ya mwisho watu tukijadili. Uzo kwa nachapia bafu mimi nikuvumilie. Hamna shida. Endelea. Kwa hiyo sasa ndoto yako ilikuwa ni ipi? Ushaona? Na ulijiandaa au ulijidanganya mwenyewe kwamba hapa kila kitu kinaenda kuwa simple na maana tena situmii nguvu, situmii chochote. Ushaona? Yani mimi mawazo yangu kama nilivyokuambia kwamba au ndo ulikuwa na nani unaanza kupiga picha kwenye majengo marefu no, hilo swala sina. Mimi na ile swala la kuhadaa baadhi ya vitu nikienda sehemu na kuwa na hadaa, yani kama vile naangalia kwa sababu nakumbuka kwa mara ya kwanza nilivyokuwa Dar es Salaam siku kipindi hicho treni zinazinduliwa, treni za umeme. Tulikuwa naanza treni za Mwakiembe. Nakumbuka kipindi hicho treni za Mwakiembe mtaani kila mtu anaenda kujaribu kupanda hizo treni, anasema tuzione tu basi. Umeelewa? Yani ndio kama hivyo hizo masuala ya elevator. Yani kwa kama natamani tu nikazione, yani natamani hata nishike kila kitu. Elevator not elevator. Haya poa. Kwa sababu basi fanya hivi. Basi na sema lift. Basi sema tu lift. Hizi elevator so amna siwezi kusema lift. Nishatoka huko mimi sasa hivi sipo. Basi nasema ile ambayo unayosema wewe haina shida. Hiyo ambayo unayosema wewe hiyo. Hiyo ambayo unayosema wewe. Kwa hiyo sasa tunazungumza escalator elevator. Mbona hebu kunichanganya hapa? Wewe mtu mzima lakini unataka kunichanganya. Niliuliza swali mimi nikaondoka nikakuacha. Haya fresh. Uone kuna muda yani ulikuwa unaongea masuala lift nini? Treni za umeme Bongo Makembe kile mambo yote tukajaribu na nini. Wewe unavonichanganya na vongeo neno. Sijakuchanganya. Mimi nakusaidia. Unajua ni mtu mzima lakini ovyo. Sijui kwa nini anakuwa hivyo. Yaani baada ya kufikiria vitu vya msingi, tudiscuss vitu vya msingi hapa, naleta mambo yake ya ajabu. Hivi hii hapa ni kama episode sijui ngapi lakini mwenzangu anashikilia kitu kile kimoja. Sikiliza, lengo la sisi kuwepo hapa ni nini? Kukaa hapa. Sio kuzungumza tu kwa sababu unajisikia kuzungumza chochote unachotaka. Tuko hapa kwa lengo la kuongea vitu anayetutizama, anayetusikiliza apate kitu ajifunze. Hata mimi sisi nikakaa hapa unadanganya au unachapia afu mimi nikakaa kimya kati mimi nasikiliza kwa makini. Sikiliza. Kwa hiyo kama anaona mimi ni mzee wa ovyo sawa. Mimi nasomea education. Sawa. Kwa bali napoona kama kuna sehemu unaenda sivyo, nitakwambia, sikuambii kukukomoa. Nakwambia kukusaidia ili next time ujue unabidi uongee vipi. Yaani yenyewe si unaipatia wapi? Au kwa sababu mimi Tanzania juzi kati tu hapa. Maana mimi ninavyotambua ni kwamba mimi toka nimekaa huku sikufiche ni kuna kitu mimi mpaka leo na kishangaa sana. Yaani kuna siku darasani tulikuwa tunadiscuss, tunazungumza darasani. Yaani kitu gani ambacho mpaka leo unakifanya nasema kuna muda ukifanya nasema kwa nini nafanya hivi na sio hali ambayo ulikuwa nao zamani au ambao ulikuwa unaishi nao toka maybe ulipotoka. Ni masuala ya kuchanganya lugha. Sometimes unavokaa hivi. Mfano kama leo nimetoka hauchanganyi lugha, unachapia. Kuchapia kunategemeana kutokana maybe kama leo nimetoka kazini, si ndio? Leo nimeambiwa sijui lai. Naambiwa kitu naambiwa megwanshi. Naambiwa dwe. Nikija kwako sometimes yale maneno nilikuwa natamka. Kuna muda nikikaa hivi nikifikiria kuna vitu vingine kama vile nakumbuka fulani hivi. Kwa hiyo nikiongea sometimes nakuwa na relate baadhi ya vitu. Niko na nani au nazungumza na nani? Sasa wewe ndugu yangu nahisi kama vile nachapia. Najua baby sasa hivi wewe unakaa na wenzako sana wa Tanzania wenzako unaongea nao muda mrefu. Wakina nani? Sijajua. Maana sometimes huku tunavyoishi sisi huku wageni tunaishi maisha tofauti. Unakuta mtu anakaa kwake, hatoki, haonani na mtu yoyote. Anafanya vitu vyake mwenyewe.
hiyo inakuwa changamoto sometimes kwenye kuzungumza. Wewe swala la kuzungumza, mimi nikitumia lugha yoyote unataka ufikirie. Naamini hata watazamaji. Yani uweze amini. Naamini hata sikiliza sana nisikilize. Umetumia muda mwingi kujitetea kuliko kujibu swali langu. Umetumia muda mwingi sana kujisafisha. Kwa nini unakidaftari ushenzi? Umetumia muda mwingi sana kujisafisha, ukaacha swali langu la msingi. Swali langu nilikuwa najibu lakini unaendelea. Mimi kinaniuma kwa sababu unajua una ndugu zangu wanatumia bando akiamini kwamba hizi MB zangu nitapata kitu kutoka kwa Makimuga. Alafu Makimuga mwenyewe ajitetea kwamba alipofika huku akupendezeshwa na wale majengo, akadanganywa kupost Instagram na kila kitu. Na nani? Sikiliza, kwanza nilipotokea mwenyewe nimetokea wapi? Sikiliza, mimi nimetokea sehemu ambapo sikiliza. Not sukuliza, sikiliza. Mkiambia watu ni wahovyo ndo muamini sasa. Sukuliza. Kuna wazee hovyo nooks tupu. Endelea tu kuandika. Kwa hiyo ndugu watazamaji, kama mnavyomuona tunaanza page mpya. Kama mnavyomuona huyu mzee afa anaitwa Makimuga. Sasa nani Makimuga? Kwa sababu unaofanya wazee tunatunza kumbukumbu. Huo ni Makimuga sasa. Sababu gani? Mwisho wa siku hamna chochote cha kufanya au utawasaidia chochote watazamaji. Sababu mwisho wa siku tabaki nalo daftari. Sasa naenda kujibu swali lako ambalo umeuliza kuhusu masuala ya Laveta. Nilijisikiaje yani, si ndio hivyo? Mimi kosa langu liko wapi? Hata namwambia sema Laveta anambia Laveta. Mimi kwanza in short kama mimi sio mgeni kwa sababu eneo nililotokea kilikuwa kuna hizo Laveta zilikuwa nyingi sana. Mimi nimetokea mjini. Unaona? Kwenye malls mara nyingi sana mimi napenda sana kutembelea malls. Na of course kuna kitu umekizungumza kuhusu mashati yangu nini. Napenda kuvaa binafsi. Nyesi ndo nani Midananda. So Midananda. Alimba Sheta. So Midananda. Ndio Midananda nyie. Unaenda kwenye mamozi kufanya nini kama unaenda kuvuka tu kuuza sura, kupiga picha. Kila sehemu kuna kila mtu anapenda kitu anapokaa anapenda kitu anachokihitaji. Mfano kama wewe hapo, maybe kwenu kuna milima. Obviously utapenda misitu, utapenda wanyama, utapenda vitu vile ambavyo vinahusika sana na haya mambo. Umeona? Lakini mimi nilipotokea mjini, it means kuna magorofa na vyombo na vitu vingine tofauti. Kama mimi lazima nitaangalia hivyo vitu. Mimi nilipotoka ni eneo la soko ambalo ukitoka tu nje hakuna nyanya, hakuna kitunguu. Ni nguo na vyombo vya kupikia. Kwa kwamba nisingependa mfano kama nguo, ningekuwa sasa hivi napenda masuala ya mapishi ambao kwangu mimi naweza kusema maybe tulivyojijengea au ni kama vile ni sisi wenyewe binadamu tumetengeneza huo mtazamo kwamba masuala ya kupika, masuala ya nini watoto wa kike, kumbe ni sio kweli. Sababu naamini hata ndugu yangu anapenda kupika sana. Umeona? Kwa kuna kipindi mimi nikafikiria kasema acha kama anapenda kupika na kuaje. Sema so shida yangu ngoja nijibu swali. Mamangu alivyonifunza kupika, aliniambia kitu kimoja. Ni kama vile alikuwa anajua sitakuwa Tanzania kwa muda mrefu. Akaniambia, "Hichi ninachokupa ni silaha. Ukishajua kupika, unaweza kuishi sehemu yoyote ambayo utakuta kuna jiko na kuna viamba upishi." Na mimi nakwambia kutokana na yale mafunzo na ile elimu ambayo nilipata mpaka sasa hivi siteseki. Sababu naweza kujipikia peke yangu. Hata mwanamke wangu kama hajui kupika mimi nisumbulia akili. As long as naweza kupika mimi peke yangu na nika enjoy. Mama wewe kuwepo pale tu niheshimu. Takupikia hata ukiniamsha saa 11 asubuhi na kupikia fresh tu. Sasa ningeenda moja kwenye swali lako ni kwamba mimi in short kile nilikuwa nafahamu kama kuona kwa mara ya kwanza hizo elevator so escalator ilikuwa sio shida sana kwa sababu nimezoea. Na nahisi kama nilifanya kabla ya kuja huku Taiwan. Nilifanya kabla. Kwa hiyo mimi ushamba ndo kashatoka. Kwa hiyo nilivyokuja huku, kwa hiyo mimi yani sikuwa na shauku kivile. Sababu hata ukinipeleka kwenye treni za umeme nilishapanda, treni ya Mwakiembe. Labda hizi high speed ambazo zinakimbia haraka ndo sijapanda, ambazo zimekuja sasa hivi nchini kwetu. Lakini kabla hapo nilikuwa nimepanda. Umeona? Hizi elevator escalator zilikuwepo kama nakumbuka pale zamani kwa inaitwa China Plaza ambayo sisi kwa Kiswahili tunaita China Plaza. Kuna sehemu zingine City Mall zilikuwepo, hivyo vitu vyote vilikuwepo. Kwa hiyo mara nyingi sana mimi nilikuwa natembelea maeneo kwa sababu kuna marafiki zangu wanafanya biashara na kule nilikuwa naenda mara nyingi sana nilikuwa sometimes kupeleka watoto. Kuna maeneo ya maonyesho ya watoto kwenda kucheza na saa nyingine kuna maduka ya nguo. Mimi nilikuwa naendaga sana kule. Kwa hiyo ilikuwa sio kitu cha ajabu kwangu mimi binafsi kwa sababu nimetokea katikati ya mji wa Dar es Salaam. Yaani sema ni mjini kabisa, city center. Kwa maana niko sio kitu cha ajabu. Labda kwa wenzangu wengine. Kuhusu kama wenzangu Makimuga au mashati masuala mengine kwamba nilikuwa mgeni. Mimi sidhani kama mgeni, ni kama vile naweza kusema ni hulka yangu. Ukinikuta kokote utanikuta niko hivyo hivyo. Na nimesema maybe labda sidhani kama atakuja kunibadilisha.
kwa sababu kama wazazi wangu wenyewe walilizia wakaona saa ngoja tumwache mtoto wetu, hakuna kitu kingine ambacho nitakachokifanya zaidi ya hicho. Kwa hiyo kuhusu masuala kwamba eti mimi nilifika huko nikasikuwa tayari au nilikuwa sifahamu au kuna baadhi ya vitu nilidanganywa, si nikaambiwa siku utakutana suna maybe lift iko katika mfumo huu, sijui ndio ile vitu nazita, sijui escalator ziko hivi, kuna vitu mfanya hivi. Mimi kusema kweli mimi reality ni kwa tayari nayo kabisa, yani station zote. Basi nafikiri tumekupata wote. Tumepata vizuri tu. Na nafikiri labda nimeuliza mtu ambaye sio sahihi kwa sababu watoto wa da nyinyi mnabishana sana. Wewe umeanza na Mark Muga, hiyo ndio shida. Alafu Mark Muga yenyewe umekuja kunilete na mimi. Ungemtafuta mtu mwingine, mtu katoka huko na Njilinji, mtu wa mkoani mwenzako. Yani sikiliza. Kuwa makini kwa utakugeukia umechomoka hapa. Utakugeukia umechomoka, lakini bado nitakuweka kwenye nani. Kwa nini kataka leo, kwa nini kakuita Mark Muga? Kwa nini kaja leo jina la Mark Muga? Sasa sikiliza, ngoja turudi kwa watazamaji. Wewe uko unavyoona kwa nilivyoelezea, ni mimi nastahili kweli kuwa Mark Muga. Ngoja nimwangalie ndugu yangu yeye kama kweli sio Mark Muga. Mimi naamini ulivyokuja hapa Taiwan. Umeona? Ulivyokuja hapa Taiwan. Naamini hata watu wengine nao wanakutana na hizo situation. Wewe ulivyokuja hapa Taiwan, kuna baadhi ya vitu ulikuwa unafanya, ulikuwa unashangaa na maybe haukutarajia. Kwa mara yako ya kwanza yani ulivyokuja huku. Naamini kwenye chakula Taiwan bwana ni nchi ambayo kusema kweli imebarikiwa kwa na vyakula tofauti vya kila aina, tofauti na nchini kwetu. Sisi tuna menu yani ambayo iko special yani ya kipekee. Wewe naamini kuna baadhi ya sehemu ulienda ukaambia bwana maybe huwezi kula hii ice cream maybe mpaka uvae maybe gloves. Na kwa leo ukaamini kwamba kutokana huku Taiwan na utaratibu fulani, vikenda sema ukipanga foleni, yani unafuata utaratibu wote. Na ukienda sehemu wanakupa kitu fulani, kuna muda unaweza ukahisi kwamba kutumia kitu fulani ni kama vile ni utaratibu hapo, kumbe ni ule ambao ushamba au naweza kusema kwamba ni mfumo wako ambao unautumia. Wewe ulivyokuwa unatumia maybe ulivyoenda sehemu fulani, maybe unaweza kusema kwamba ulivyoambia ule ice cream au maybe ulivyoenda mara nyingi nilionaga McDonald's, uliambao uvae gloves ili ule maybe zile chips za McDonald's au kuku wa McDonald's. Wewe ulijisije yani. Ulihisi kwamba mbona kitu kama vile cha kijinga au ulihisi kweli huko maisha yameendelea au maisha haya safi? Ukiangalia jinsi mwenyewe ulivyokuja huko. Yani nahisi kabisa. Unajua nilikuwa hapa wakati unaniuliza nikataka nikudanganye. Kwa sababu hichi kitu kilitokeaga wakati fulani. Which nikidanganya alafu kuna washikaji nilikuwa niko nao akiona watasema mzee pale ulituchapa. Alafu katika kitu ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba tunawafikia wa rafiki zetu ambao wanatufuatilia kila siku kwenye mitandao ya kijamii. Nakumbuka kuna siku nilitoka na washikaji zangu wawili. Muta na Alexi. Tutoka zetu freshi, tuko undergraduate. Tunezo Tainani pale pembeni ya Focus pana jengo la pembeni wanasema wanauza kuku. Panaitwa before it was 21st century, lakini sasa hivi imekuwa kama vile 21 plus kitu kama hicho, balisha jina. Tumefika pale tuko watatu. Tumekaa, kumbuka sisi tumetokea nyumbani tunakula tunanawa mikono. Kwa tufika pale tuna njaa fresh, mishemishe mjini zilikuwa ni mingi. Tukaletwa chakula hicho hapo tuanze kula. Asa kumbe bana kuna gloves ambazo ni plastic zile. Shaona. Kwa inabidi nizivae kama hizi nylons. Unabidi uzivae alafu ndio ule kuku wako. Ukimaliza unazitoa, unaweka pale tayari ule ni uchafu, unakuja chafua mikono yako. Bwana kwani tulijua? Kwani kuna mtu hata mmoja alijua? Tumeshaka bado na njaa. Si ndio mwalimu kunawa mikono. Tafanyeje? Mlitia aibu. Tani yangu. Mlitia aibu. Tukaweka. Piga msosi tumemaliza. Sasa hata tunaendelea kula. Tukaona watu wa pembeni wasichukua akavaa. Tukangaliana. Tukasema kwa hiyo tayari chakula kwetu hii. Ushaona? Kwa hiyo nafikiri haikuwa ni issue ya kwamba ni nani ni Mark Muga au ni nini. Nafikiri ni unajua Mark Muga ni ushamba, unaenda kwenda sehemu yani kwa hivyo nielezea ni kwamba unafanya vitu ambavyo yani naweza nikasema kwa maana moja au nyingine ilikuwa ni kutokujua
kujua ambayo sasa kwa wewe hapo unavopenda kamdomo utasema ni ushamba. Kujua Makumuga naye hakujua, ndio maana alivyoenda huko South Africa akarudi hamna kitu. Alikuwa hajui kwamba kama nitarudi, ipo siku nitarudi. Unajua ningedanganya watu wasingejifunza na nisingekwambia na wao pengine usingejua. Kwa hiyo inabidi utulie kwanza nimalize kuongea. Hata mimi nishanikuta hiyo station yako. Kwani mimi basi imenikuta imenikuta in terms nilipewa sema niloenda naye aliniambia vaa hizo gloves. Niloenda naye. Kwa maana hiyo sio ushamba, sio Makumuga. Ni kwamba kwa hapo ni ushamba kwa sababu ni utaratibu. Ndio maana niwaambia aidha uzani maisha safi au vipi. Ni utaratibu. Nyie mmefahamu mnavyotaka nyinyi. Yaani Makumuga ni kwamba kufanya tofauti na vile watu wanavyofanya. Wanavyotaka maybe kupita sehemu moja kuna sehemu nyingine, mnafanya njia ambazo ni sema kama ongofu au zaidi ya uwezo uliokuwa nao, au unatoka nje ya ule utaratibu ambao uko pale. Kwa sababu utaratibu ni wa kawaida, ni wanaangalia hygiene yako, usafi wako. Umeelewa? Maybe umeshika huko mangazi, umeshika sijui ma train mpaka umefika hapo. Alafu moja kwa moja umeenda pale na naamini hawawekagi maji ya kunawa, ndio maana wamekuwekea gloves. Ila wewe ukala kama sio Makumuga jamani, huo ni nini? Mimi nilikuwa naongea, ulikuwa unaongea. Sawa, tufanye hivi. Unajua bana ukubwa jalala. Okay. Kwenye hii situation nilikuwa ni Makumuga. Kwenye hii situation nilikuwa ni Makumuga. Lakini naiweka kwenye lengo kwamba inabidi sehemu kama hizo ziwepo zina maelezo kwamba huwezi na mikono, lakini kuna hizi hapa. Kwa sababu sisi ilitokea ni kwamba imekuja kama kasinia, ushaona? Kana tissue na ile nani zimekusanywa sehemu moja, kwa hiyo uzijua na mimi na focus kwenye kula sababu na njaa. Ushaona? Lakini kama zingekuwa zimekuwa pembeni tissue naiona, zio unaziona unajua sababu hizi zitakuwa. Ila sikongopei. Mimi niwe nikuwa nimeenda na watu kama ulioenda nao kwa kipindi chako. Mimi ningekuwa na mkono. Yaani nashukuru Mungu, yaani nahisi kama vile alinisukuma kufanya kitu kile. Akaniambia vaa gloves, wameleta hizi kwa sababu ya kutumia kwenye kula. Lakini ngasema kitu cha ajabu. Unashangaa kwa sababu sisi nyumbani tunatumia mkono ili tufeel ile nani flavor ya chakula, unabidi uenjoy. Unajenga connection ya wewe na chakula. Lakini huko nikapewa gloves. Kwa hiyo of course nilishangaa. Ila bora wanaofanya hivyo je, wanaficha aibu yako. Ili mfano kwa ule umri uliokuja nao huku na ujinsi na hate yako ilivyokuwa na mwili wako, wakuone unajilamba vidole. Sijai kujilamba vidole. Sema ukweli, kwa nilijilamba nilipokuwa mdogo wakati nakula maembe, lakini wewe yani usidanganye watu kwamba kuna baadhi ya ukienda sehemu, kuna baadhi ya vyakula ukila kuna muda lazima ujilambe vidole. Usiongope. Yaani itimizo ndio kuniambia katika maisha yako kuna baadhi ya vyakula ukila ujilambe vidole kabisa. Labda nikila ugali na dagaa. Tuendelee. Hapo lazima. Afu pia na chapati. Ni vitu vya ajabu. Ndugu watazamaji, hivi ni vitu vya ajabu. Anajilamba vidole kuna vyakula ambavyo Asa unajua bado naendelea kutetea kwa nini nimekuita Makumuga. Kwa sababu starehe kwa Taiwan. Starehe ni nini? Starehe ni kama password unahisi, ni kama namba yako ya siri ambayo ukifanya sana kimazoea watu watakuhaki, kwamba watu watajua kwamba Ayuba ni mtu aina gani, yuko hivi na hivi na hivi na hivi. Au ni yule wewe ni mtu ambaye unasema sitoki, siendi, sifanyi kwa sababu 1 2 3. Ushaona? Ndio. Kwa sababu mimi najua ndugu yangu wewe na vilabu, najua mpaka nikichukua Simba au Yanga au nazungumza hasa na Manchester. Nikichukua wallet yako sasa hivi hapa na kukuta una kadi ya nani ya VIP ya Legends. VIP? Sasa unajua tubeti. Tusibeti. Kubeti zambi. Naeka 100 mezani hapa. Kubeti zambi. Sikia, naeka 100 mezani. Kama una hiyo kadi, narudisha 100 yangu mfukoni. Kama hauna hiyo kadi, no. Sasa, kama hivi ndugu watazamaji, hivi mtu anakuwa VIP afu Legend. Kwanza tu watazamaji watakushangaa, yani Legend sio jina la club. Legend ni jina la club. Kwa hiyo sasa kama labda hiyo kwa upande wako unaweza kawa maybe club, lakini kwa upande wangu mimi ni kama Nyazva au Wazva ameamua kunipa tu. Maybe inawezekana kwa rafiki yangu, maybe unaweza kwa umeniona na hiyo kadi, si ndio?
Hujaniuliza. Au nayo unayo hiyo kadi? Sijui, inabidi niangalie. Siwezi nikakuuliza kwa sababu sijui, kwa sababu umesema umenao mimi hiyo kadi umeweka mpaka. Kwa sababu uliniambia. Yeah, nilikwambia, lakini sasa hiyo kadi huwezi jua mimi nimepewa kwenye mazingira gani. Kwa starehe ni vipi? Starehe ni password. Unabidi kwa sababu Makmuga kwenye nyimbo, sikiliza, kwenye nyimbo ya Alikiba ni kwamba jamaa alikuwa anajiachia vibaya mno. Yani ana vibe, clubs zote anajulikana. Wapi anajulikana? Which no, na wewe pia tukisema tuzifuatilie klabu za hapa Taiwan, watasema tunamjua Badman ni nani. Kwa vipi? Kwa mimi naweza kusema kwangu mimi, kwa upande wangu kuhusu hayo mambo. Unajua bana, tuko hizi nchi za watu. Tunapitia changamoto tofauti sana kwenye maisha. Tunapambana na vitu vingi sana katika mazingira ambayo tunayoishi kila siku. Kwa kuna muda unajikuta kabisa mimi leo sitaki kutoka. Unaelewa? Na kweli unakaa ndani kutokana na hiyo changamoto inakufanya upumzike. Utahitaji upumzike kwa muda mrefu. Maybe nimetoka kazini tuseme. Umeona, nimetoka kwenye kazi. Kwa hiyo ukishatoka kwenye kazi unasema hata kama mfano wewe si rafiki yangu. Nani wewe? Hamna, nimesema tu mfano. Hata kwa mfano hizi ikawa. No. Hata kwa mfano hizi ikawa. Poa. Basi cameraman ndo rafiki yangu, hamna shida. Adesi nyote si Makmuga wote nyie. Fresh, cameraman ndo rafiki yangu na ambaye ajulikani huko, atajijua mwenyewe. Sababu na siku inabidi tumrushe. Tumrushe. Maana anatufanya tunang'aa sana, tunaingia mjini. Hamna shida hapo. Kwa sasa kutokana na hivyo vitu, kuna muda ninahitaji yani nitoke niende sehemu fulani. Umeona? Kwangu mimi hapa binafsi napenda masuala ya muziki. Umeona? Yaani ukizungumza klabu kuna vitu vingi, si ndio? Na sio kwamba naenda mara nyingi sana. Unakuta weekend iliyopita hujaenda? Weekend gani tena? Ulikuwa na mimi? Si swali hilo. Hamna, mimi swala ni kwamba hiyo siku maybe nilikudanganya au mimi nilikwambia kipindi hiko nipo kwenye yale ambayo sio, kwa sababu mimi sometimes huaga natumia vitu tofauti kwenye maisha yangu, kwenye kuendesha maisha yangu. Nikikaa hivi maybe natamani nitoke nje. Yaani nina ile hulka ya kwamba nitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuangalia mazingira muda wote nikijisikia. Kama nisipokuwa na issue yoyote. Kama nakumbuka swali langu lilikuwa ni simple sana. Klabu ulienda ukwenda? Klabu sikumbuki. Haya. Sawa, Makmuga. Kingine pia cha Makmuga ni muongo. Hiyo hamna shida. Kwa sasa masuala kama hayo yanatufanya sisi vijana, ukiachana nyinyi wazee ambao nyinyi muda wote, hata mimi nikutafutaga kuna muda wananiambia mimi stoki kutokana na hiyo na ratiba zako, lakini vijana kutokana na changamoto tunazozipitia sometimes unafika kwenye kipindi unaona kama vile sioni mbele au kuna kitu nakitamani, inanibidi tu nitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, angalau kuja kuangaza macho au kufurahisha tu macho yangu. Umeona? Ukiona nimetoka usiku, maybe nataka kwenda sehemu fulani hivi nikutane na watu wengi niongee nao. Umeona? Maybe ndio kama hivyo club nikienda, lakini siendi sana, naendaga tu kuangalia. Tumepata jibu. Club nikienda, tumeshapata jibu Makmuga. Naenda lakini in short naenda kuangalia na narudi. Umeelewa? Na kuna muda nikifika nikiona muziki maybe ambao mimi napenda sana muziki ya kibongo. Umeona? Napenda muziki ya kibongo na tuseme na muziki ya Kiafrika. Napenda kama Afrobeat ama piano. Kwa hiyo nikienda nikisikia kuna muda na najifeel kama vile niko nyumbani. Umeona? Tofauti na watu wengine. Kwa hiyo imekuwa kwamba nimeifanya kama imekuwa kama desturi yangu kutokana na mambo ninayopitia na nini. Nikisikiliza hiyo vitu kama sijasikiliza ndani, nikikwambia kwamba sitoki, uje nasikiliza hiyo muziki na nafanya vitu vingine ambavyo ni constructive, ambavyo maybe vitanijenga mimi binafsi katika maisha yangu. Nikitoka nao naenda nasikiza na join na maybe nakutana na watu naongea nao, maybe mna share stories za hapa na pale kwenye maisha, yani vitu tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi imekuwa kwamba siiti starehe, naita kama vile ni maeneo ambapo mimi nikienda nakuwa free, nakuwa huru, yani nakuwa kama vile na relax. Umeona? Tuite kuishi. Naishi yani. Umeona? Na relax kwa maana kama natafuta kitu kingine cha kunijenga kiakili, kinguvu, hata kimwili. Kuna muda unaanza kukutana na changamoto ambazo wewe uko unatumia nguvu nyingi, kumbe kuna wenzako wanakuambia tu vitu vidogo, bwana hapo tumia kitu fulani unatoboa. Tofauti na nikikaa mwenyewe ndani, kwa sababu kuzetu tunavyoishi wageni wa hii nchi tunaishi sisi yani kama sisi ni sisi. Umeona kama umenikataa sio rafiki yako. Fresh tuishi tu. Kwa sasa mimi naamini kwamba tupo wageni wengi na kuna watu wanatamani hivi vitu vitokee kwenye maisha yao, kwamba
nifanye kitu fulani katika njia ambayo ni sahihi. Unaweza ukafanya, lakini tu kuwa makini katika maisha yako unahitaji kitu gani, kwa sababu password ya maisha yako kama nilivyosema ni kama password ya maisha yako unaweza ukaifungia au mwenyewe ukaihaki au ukashare na watu au ukaihaki au ukashare na watu. Ila mimi nafikiri kushare haina shida, kwa sababu kwa nini uishi maisha ya kuigiza wakati unajua wewe ni nani na unajua kwa nini unafanya kitu fulani? Kutokana na mimi mapambano ambayo tunayoyafanya au hizi njia ambazo za kimaisha ambazo tunazitumia kwenye kutusaidia kupata chochote kitu au kupata vitu ambavyo vinaweza vikatuendeleza au vikatoa kwenye hatua moja ya kimaisha kwenda kwenye hatua nyingine, inatubidi sisi kama vijana au mimi kama kijana nifanye vitu tofauti ili baadaye katika maisha yangu nihisi kuna wepesi fulani. Umeona? Unahisi ni sahihi kuficha maisha unayoishi kwa kuogopa kesho yako kwa sababu unaitengeneza, sio hivyo? Au kuishi kama kila kitu kiwe pale vile kiko kinaonekana, alafu yoyote ambaye atakuja ni kwamba au chochote fursa itakayokuja yote ni kwa sababu tayari tumekuapproach kwa sababu tunakujua ni nani, kuliko baadaye waje kujua kwamba ulikuwa una tabia hizi na hizi ambazo ulizificha. Ni kama uliishi kudanganya. Kwanza mimi naweza kusema kwamba kuficha baadhi ya vitu ambavyo ni vya kawaida kuna watu wanavifanya, mimi nahisi ni mfumo mbovu sana ambao vijana au sehemu tofauti wamejengea hichi kitu. Ukiangalia nchi za wenzetu vitu vimekuwa wazi sana. Unajua huku mfano mtu akifanya kitu, mimi mpaka nimeshangaa. Unajua kuna muda nikiwa napiga story na Mtanzania mwenzangu au watu wengine wa tofauti, unasema kama kuna hao wenzetu wa Asia na sisi maybe wa Afrika, unakuta story zetu tofauti. Wao wanakuwa wako huru na wako free kuzungumza chochote kile wanachotaka kuzungumza. Yaani wako wazi kusema kwenye kila kitu. Mimi kuna muda natamani nifiche, lakini unakuta mtu yuko free anakueleza hata kama hakujui. Mimi naamini kuficha kitu ni mfumo wa zamani. Yaani ifikia tu kwamba sisi vijana tuwe free kuzungumza sio kila kitu, kwa sababu kuna vitu vingine vya siri. Umeelewa? Vitu vya kimaendeleo, mfano unataka kufanya kitu fulani, umeelewa? Yaani kitu chochote ambacho unataka kukifanya, unaweza kumshirikisha mtu kutokana na maybe na the way una voice kwamba huyu kitu nikimwambia kitu mfano nikikwambia kitu fulani utanisaidia. Unaelewa? Au nikwambia kitu fulani utanisaidia in terms sio kwamba kifedha au nini, hata kimawazo. Kuna watu sisi tunaishi nao, lakini ukiangalia tu mitazamo yao au unakuta maono yao, unakuta mbona kama huyu mtu anaweza akanisaidia. Kwa hiyo mimi kuficha kitu kwangu mimi sasa hivi naona sio swala la msingi sana, kwa sababu nahitaji kupiga hatua, nahitaji kuendelea. Sasa wewe ukiwa kama kijana au wewe ukiwa kama mzee, naamini kuna muda unavongeaga na mimi kusema kweli kuna vitu vingi nilipata sana kutoka kwako. Umeona? Wewe ni mzee, lakini sasa kuna ngoja kwanza rudi hapo watu wasikie. Mimi kuna vitu baadhi ya vitu nilipata kutoka kwako, lakini kuna vitu unakosea. Kwa sababu sasa unajua uweze ukasema alafu tena kuja tena unaichafua. Hamna, asiyesema pale katika asilimia kwa jinsi nilivyoishi na wewe au nilivyokaa na wewe na zaidi tulivyotengeneza hichi kitu kwamba tufanye kitu hichi kwa pamoja. Yaani it means kwamba unajua una vitu vingi. Umeona? Unaweza kuniambia vitu vingi na mimi naweza nikakushirikisha vitu vingi sana. Kutokana na wewe umekaa muda mrefu, mimi nimekaa muda mchache. Kwa hiyo naweza nikasema afu ukaanza maybe ukasema hiki kitu utakao usifanye hivi na watu wakaelewa. Maybe mimi nilikuwa nahisi kitu fulani lakini ukaja ukanisahihisha. Unaelewa? Kwa misingi hiyo mimi naamini kwamba hiki kitu maybe kwa mtu mgeni au mtu ambaye maybe mwenyeji kina msingi sana, au mtu ambaye anatarajia kuja maybe au kusafiri kwenda nchi yoyote, ni vya msingi sana, kwa sababu unatakiwa vizingatie. Unaweza kukutana mimi mfano nimekuja baada ya Wakokoyo hapo, si ndio? Kwamba wewe una vitu vya kuniambia mimi naweza kama nimeona kitu fulani, wewe unaweza kaongea na mimi. Kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba kuna baadhi ya vitu sisi tukiwa kama vijana na katika nchi zilizoendelea tusijaribu kuficha kutokana na nini? Wenzetu wanaendelea kwa sababu kila kitu kipo kwenye system, kiko wazi. Umeona? Hata mifumo yao kila kitu kuanzia kisiasa, kijamii, huku mtu ana uhuru wa kuamua jambo lolote anataka kulifanya. Anaweza kumsema mtu yeyote, sehemu yote na asiogope kwa sababu analindwa. Umeona? Nchi zetu zimekuwa tunaficha vitu, ndio maana unakuta vitu vingi vinatokea. Kwa hiyo mimi naamini hiki ndio kitu cha kuondoka nacho. Kwa hiyo sasa kwenye ile swala la kusema kwamba kijana, mimi naamini sijui kwa mtazamo wako wewe kwa ulivyokaa hapa, lakini mimi naamini nchi za wenzetu ziko wazi na sisi kama vijana tunataka tuwe wazi.
Sasa sijajua hapo na wewe unazungumzaje. Mimi binafsi nahisi ni vizuri sana ukawa muwazi, kwa sababu hakuna haja ya kuvutia vitu fulani wakati hauko vile ulivyo. Ushaona? Kwa sababu kuna costs nyingi zitakutokea, baadaye itakugharimu. Unapokuwa umedanganywa unaishi maisha fulani, ushanisikia? Alafu ukapata fursa katikati ya ile safari, kumbuka unaigiza. Unafika mahali unachoka. Pale ulipochoka sasa unajikuta umetumia nguvu nyingi sana kudanganya, kutafuta fursa, ukaipata. Alafu sasa nimekuja sasa hivi katikati ya safari nimechoka. Nabisa niishi maisha yangu. Ile fursa inaenda. Kwa sababu tayari ulishatudanganya kuanzia mwanzo. Kwa nini sasa hivi tukuamini tukupe nafasi? Lakini unapokuwa kwamba ni mtu yale ndo maisha yako unayaishi. Ushaona? Kwa hiyo wewe uigizi ila unaishi vile unavyoishi. Unaelewa? Yaani kwamba mimi ni black and white, ni black and white. Ushaona? Kitu hichi sikitaki, kitu hichi nafanya, kitu hichi sifanyi. Anapokuja mtu anakuja na issues, anakuja na deals na kila kitu. Anakuja kwa sababu tayari umeshamuonyesha kwamba Makimuga ni nani. Ushaelewa? Kwa tayari anajua kwamba Yuba ni nani, Badman ni nani, The Road ni nani. Kwa naenda nikiwa namtafuta mtu huyu, yule ambaye nimemuona, ambaye nimeonyeshwa. Sio yule ambaye yuko ukirudi kule geto kwako, uko peke yako, sio yule. Huyu ambaye anaonekana mbele za watu ndio ambaye tunamtaka sisi. Ndio maana nikasema wewe ni Makimuga na ukubali ukatae. Ngoja sana nikuulize kitu. Hivyo kwa nini unasema Makimuga? Kwa sababu gani? Na kwa sababu gani? Kwa nini yani katika fikra zako unafananisha kwamba Makimuga? Sababu nilikusikia mara ya kwanza unazungumza kuhusu kuvaa mashati sijui ambayo yanang'ang'aa, yani sijui silky sijui nani mashati anavaa ambayo unaona kila siku. Na kuvaa si macheni kama kina Harmonize. Na hizi ndio fikra zako zinavyokutuma hizo. Sema ambao unavaa kila siku. Fresh ambao unavaa kila siku. Yaani wewe unarudia tena ambao unavaa kila siku. Siwezi kukataa kwa sababu ni Afrika kwa kwenda kuchapia, Afrika ningepata lingine. Endelea. Hamna. Kwa sababu mimi ndio vitu ambavyo nimevizoea. Yaani kwa mtazamo wako kwani inakuletea ni picha gani kwamba mtu akivaa ni Makimuga, yani huyu kweli Makimuga, yani hivyo yani kapotea, sio mnaona mtu ambaye amepotea, sio eleweki, au maybe future yake ambayo haionekani, au hata kama huyu mtu kutimiza vitu inakuwa kama vile changamoto, huyu inaonekana kama vile hana lolote katika maisha yake na kuvaa vieni kwa sababu ni vitu vya kawaida. Sijasema kwamba unakosea. Na naomba ngoja niseme. Ongea. Kwa sababu haina haja ya kuvaa gold ambayo ni fake kwa sababu tu ya kuwafurahisha watu ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii. Sio unavaa mwenyewe. Ngoja maweze kuongea basi. Simuuliza swali, mimi si naongea. Sioni sababu ya kuvaa kitu ambacho ni fake. Kwa sababu ni kama vile una fake maisha. Ndio wale wanasema sasa unadanganya kwamba tayari umeshatusua kila kitu. Ushaona? Hamna ni urembo kama ulivyovaa hii hapa. Hii kama ulivyovaa hii urembo. Wanasema fake it till you make it. Until you make it, okay? Sawa. Lakini mimi kwangu mimi I make sense. Unavaa gold ambazo ni nini fake. Unavaa sijui Jordan, unavaa sijui Timberland, unavaa sijui nini. Unajua nini? Unaweza ukasema ni fake, lakini unajua kuna sometimes so fake. Unajua kuna watu wanatamani waishi kwenye maisha fulani ambayo wanatamani. Unajua kuna madhara yanatokea baada ya kuvaa hivyo vitu ambavyo ni fake. Unavaa mcheni ambao ni fake. Unafikiri kinachotokea mwisho wa siku nini? Unakuja kupata shida ya ngozi, unatumia magharama pesa nyingi kutibu hilo tatizo. Kumbe ongeza ukanani. Hapo umeongea. Sasa hiyo knowledge inatoka wote kwa watazamaji ambao maybe wanafanya hayo mambo. Sasa nakwambia kwa sababu wewe unaongelea Harmonize. Bomba Clat. Harmonize yeye ni nani? Ni kioo cha jamii, ni msanii na ameshajimeki tayari, pesa hiyo. Alafu wewe kumbuka kwamba Harmonize anavaa vitu fake. Nasema unajifananisha na Harmonize. Mimi sitakumaanisha kuna watu wanaoishi wavae kama Harmonize. Kwa hiyo wanatengeneza utaratibu kwamba hata fake hakuna haja ya kufake kwa sababu watu wana maicon wao, mzee, watu wana maicon wao. Wanaishi mzee. Alafu katika naweza kusema kwamba sisi ambao nchi ambazo hazijaendelea ambao watu tumetoka kwenye familia za chini sana, kuna maisha tunatamani, tukiangalia hivi mbele tunaona kama vile kuyafikia inakuwa changamoto. Kwa hiyo tunajaribu kuforce kufanya baadhi ya vitu
ili at least mtu ujifeel kwamba ipo siku nita make it. Ndio kinachotokea mtu paka anavaa vitu fake. Mimi nakumbuka zamani kwa nilikuwa navaa vitu fake, of course. Unaelewa? Sasa hivi sina yani mimi ni nani nisiseme ni Makmuga. Navaa vitu fake. Kabla sijafika kabla sijafika huko kwa sababu gani? Najua sijui kama umeanza kutumia simu mwaka gani sijui. Umeona? Sisi si nani? Sisi na wale ambao tulikuwa tunaga simu. Ya ndio hivyo sana nakwambia. Umeelewa? Naweza kusema kwamba teknolojia hii iliwahi kufika kwangu mimi hapa. Nikaa kuna baadhi ya vitu naviona, kwa hiyo niko natamani kuwa navyo kwa wakati fulani. Naomba nimueleweshe. Sio imewahi kufika. Umezaliwa umekuta teknolojia inakusubiria. Ni tofauti na sisi. Tulikuwa tunaitafuta. Sisi ndo tunaitafuta kwa hali na mali. Yaani unazaliwa tu naenda kitaratibu sana kama nilio konokono sijui yule. Konokono sijui nani yule. Yule ambaye anatembea kitaratibu konokono au nani? Kobe. Wewe Kobe ni konokono siku hizi. Konokono na Kobe wote wanavotembea ndio nyinyi kizazi chenu ninavotembea. Kwa hiyo sisi hapa mfano tulikuwa mbele zaidi ya nyinyi. Kwa kama mimi mfano kama nilivyoshika simu. Sisi tulikuwa mbele. Tulikuwa mbele lakini kiumri mko mbele. Kiteknolojia sisi ndio imetukutia pale. Yaani sisi tulivyozaliwa ndio imetukutia hapo. Nyie sikiliza, mbona Kiswahili inakuwa kigumu? Nyie mnazaliwa mnakuta teknolojia tayari pale inasubiria. Kwa hiyo unakuwa nayo, unakuwa nayo. Sasa unasemaje? Sasa ndio tumeikuta sisi teknolojia. Nyinyi hamjaikuta. Nitakuchapa kofi. Nyinyi hamjaikuta ndio maana sasa sometimes nikiangalia mkikumbuka zamani naona kama vile hizo njia sizo. Na kama sisi tunaona kabisa. Chalangu hiyo Makmuga nakwambia mimi ngoma nasikiliza. Tukua tunachukua nani kanda ile. Ushasikia? Unachukua peni. Unaiweka kipindi tuna vile video vi cassette vile. Unazungusha hivi. Unarudisha ngoma unayoitaka. Ushaona? Enzi hizo. Wasikiza ngoma za kina Makmuga, sijui akina Professor Jay na Juma Nature za Lamentali, na Jocelyn huko nite basi mpenzi uwe wangu. Wewe elewa, Feruzi. Hapa nilipo mimi nilipo kitandani, shida na nini ngoma kibao. Sisi tumekulia huko. Nyewe mnaona kideo hicho hapa. Sawa mzee wangu, mimi natumaini nimekujibu. Hali halisi ya maisha nafanya watu wavae vitu fake na maybe na mimi kusema kweli sehemu nilipotokea ndio nikuta navaa vitu. Hapo ila mimi sio Makmuga. Hapo labda waambie kitu tofauti na hicho. Ushasema mwenyewe ulikuwa unavaa vitu fake. Au jisemee mwenyewe. Hapo unahisi au hizi nani social media, Instagram, Facebook na nini ni chanzo cha vijana wengi kwa kina Makmugas, au ushawahi kugongea kumpigia mwanao simu kaambia mwamba ni azime kiasi fulani hivyo, of course especially kwa maisha ya hapa Taiwan, alafu muda huo unaandika uko chilling in Kaohsiung, chilling in Taipei, unaelewa kwamba hizi social medias zinafanya vijana wengi sana wanaingia kwenye matatizo au wanakuwa wakina Makmuga. Kwa sababu nakuita hivyo kwa sababu najua vitu vingi vishatokea, najua kwa gani nimeuliza poa. Mimi naweza kusema kwamba sio kwamba yani kufanya mfano unaweza kwenda kama ulisema kwamba ati unaenda kumlazimisha mtu hela au unaenda kumkopa mtu hela, alafu then unaenda sehemu fulani alafu unasema yani unaonyesha maisha fulani hivi ambayo unaenda kufanya nje ya uwezo wako, si ndio? Unamaanisha hivyo? Yani kwamba unakopa kitu ambacho haukiweza kukihendo au ukiweza kukipata, lakini unakifanya kwa namna ambayo sio kwa nguvu za maybe kwa hiyo pesa uliyopata, fedha uliyopata ambayo unaweza ukaifanyia hiyo kitu, ila umeenda umeifanyia kwa maumivu ambayo mtu mwingine anayapitia, especially kwa huku wenzetu. Mimi naweza kusema watu wa nje huku tunapambana sana, tuna fight sana kwenye kupigania maisha yetu. Unajua kuna muda unafikiria kwamba na kukopesha sawa au unakopa sawa. Mimi nafsi siwezi kufanya kitu hicho. Kwa sababu gani? Mapito nilopitia au changamoto nilizopitia kwenye maisha ya huku nje. Nahisi kwamba yani nimekuja kukopa, mfano nimekuja kukopa ile rafiki yangu au nimekuja kukopa mtu mwingine yeyote. Alafu inatokea kwamba naenda kufanya matumizi ambayo yani kama ukisema chilling, maybe nimeenda nimekaa sehemu hivi, nimeenda kuangalia maybe 101, si ndio? Mimi kwangu mimi naona yani naona kwamba kufanya hivyo kwenye mitandao ya kijamii inamfanya mtu ambaye alikopesha au mtu ambaye umeishi naye anajua umepita changamoto, inamnyima nguvu. Siku nyingine ukienda maybe anaweza kahisi kwamba huyu mbona kama vile hayuko serious, au mbona kama vile
kuna baadhi ya vitu anatakiwa asifanye kwa wakati huu. Kwa sababu gani? Anapitia changamoto tofauti. Mfano kama mimi nilipataga changamoto, nilipataga ajali. Alafu kipindi hiko mimi nilikuwa nahitaji pesa za kwenda hospitali. Lakini kinachotokea ni kwamba ile hela naweza nikaichukua nikasema ngoja niende sehemu fulani nikarelax. Of course nilikuwa nahitaji kwa sehemu kwenda kurelax, lakini bado nilikuwa na uhitaji wa kwenda hospitali. Kwa hiyo naamini kama kuna rafiki yangu yote alinikopesha, sidhani kama mtu alinikopesha, sina kumbukumbu hizo, lakini nilikuwa sometimes najifeel kama vile vibaya. Naenda kila siku hospitali, narudi hivi. Kwa hiyo nikikaa ndani hivi nahisi kama vile kuna vitu vinaniendesha kichwani. Natamani niende sehemu hivi nikakae, ni posti, nipige picha, yani nikae hivi niongee na watu ni nini. Kwa hiyo kama wewe rafiki yangu ulishakukopaga ukajisikia vibaya, kuna muda kama nilivyokuambia tunapitia changamoto tofauti. Sio muda wote tunatamani kutumia hela za watu wengine kufanya vibaya, ila inapokubidi unafanya hicho kitu kwa sababu na secure mind yangu, ni kama nalinda akili yangu isiteteleke au isiingie kwenye mazingira ambayo nitashindwa kufanya vitu vingine kimaisha. Kwa sababu pale endapo nikizoea, mfano kama unaenda kila siku hospitali unaona vitu vya kutisha mzee. Unakuta mtu mara huyu kavunjika sikio, unaona mtu mwingine kavunjika pua. Chali yangu picha la kutisha. Nataka hapo umeongea kitu kizuri sana. Kabla sijakukatisha, umeongea kitu kizuri sana. Kwa sababu yawezekana basi kumbe unaweza kuwa unaenda kumkopa mtu pesa, ufanye mambo yako. Wewe kwa mfano mimi nakuja kwako nakwambia, niazime labda jero hapa au buku, si ndio hivyo? Nachukua lile buku, sijakwambia la kazi gani. Kwa nini kama nimekukopa, which means inabidi nikurudishie at the end of the day, ndio hivyo? Inabidi nikurudishie ile ni hela yako. Sijakwambia nipe. Sasa kama nakurudishia, ndio, au kama yule mtu alikuja kukopa anarudisha, kwa nini kinachoenda kufanyika kwenye ile hela wewe mtu fulani aumia kichwa, ajisikie vibaya? Mzee wangu sikiza nikwambie, si lako itarudi. Ni kama vile umeweka hela benki. Basi subiri kwanza. Unajua kumkopesha mtu, sisi binadamu na kuna taasisi. Mimi nakopesha ni binadamu. Nakopesha mimi ni binadamu. Unajua mimi nimetoa wapi? Hivi chukulia example. Kuna baadhi watu wanashianshi na nyanyua vyuma vizito. Kuna wengine wanafanya loading. Hivi sikufichi. Jamani sikieni hivyo, kuna kazi inaitwa kazi ya loading. Yaani kunyanyua vile vyuma, alafu nije nikukopeshe hela yangu ukatanulie. Mimi yale nikinyanyua vile vyuma maumivu nakaa nayo siku 3. Wewe siku moja ndani ya masaa mawili. Unakumbuka picha yako Derodi kaposti yuko 101 anakula vyuku. Chali yangu. Sikufichi, hiko ndo kitu mimi sikufichi. Hiko ndo kitu kinawatafuna sana watu wa nje ya nchi. Mtu unapambana sana, alafu unaona matumizi ya hela mtu anaenda kuyafanya tofauti na yeye ambavyo ataja. Ulijua kama anaenda kufanya vitu vya msingi. Ndugu yangu mimi sikufichi, inauma sana. Inauma sana yani. Hasa ukiwa unafanya kazi ngumu alafu ukikumbuka mtu anaenda kufanya matumizi ambayo sio. Ndugu yangu, labda wewe kama sijui moyo wako hauna nyama, sijui maybe sijajua kama ni wa plastiki au wa nini. Ila kama moyo wako una nyama, mzee lazima kitu kifikirie, lazima kiume. Watu wanapambana mzee. Nafikiri hapo hivyo tuachie watazamaji watu waambie wao wanaonaje, kwa sababu kwangu mimi ninachoamini, ukija ukaniambia labda niazime kiasi fulani, ndio umekuja kwa sababu una shida, sio hivyo? Ndio. Hujaniambia nikupe. Unajua ukisema nikupe alafu kaenda ukaniambia labda nataka ila niende nikale, alafu nakukuta uli unafanya kitu kingine, nitajisikia vibaya. Lakini ukiniambia niazime, which means najua kuna siku tu langu utanirudishia. Kwa hiyo utakayofanyia pale mimi hayanihusu, ni matumizi yako, kwa sababu mpaka unakuja ulikuwa unahitaji, una uhitaji wa hicho kitu. Ushaona? Ndio maana nasema labda inategemea. Mimi binafsi sitojisikia vibaya, sitokukunjia hata ukija tena wakati mwingine, kwa sababu unajua mpaka unakuja kwangu, cha kwanza kuna heshima iko ndani yake, kuna uaminifu na kuna kila kitu. Kwa hiyo nitakwambia poa fresh, chukua hii hapa, na siku imefika mzigo wangu ukirudisha on time, sina shida. Hata ukija tena kesho kutwa ija tena, mimi sina shida, takupa tu fresh na josi tarudi. Sawa? Yeah, sasa unakuja kwa ndinyi ndugu watazamaji, hivi nye kitu mnakionaje akizungumzia huyu jamaa? Kama una moyo kweli afu unamkopesha mtu anaenda kuenjoy na hela yako, yani unamwona anaenda kuenjoy afu unaumia, wewe unajisikiaje? Mimi kwangu binafsi sijisikii vizuri. Labda ndugu yangu anaweza kusema anajisikia vizuri, mimi sijui na siamini, kwa sababu tumeshawahi kufanya kazi yote pamoja. Analalamika kwamba kazi ngumu, na mimi naambia kazi ngumu, lakini tutafanyaje? Tunahitaji pesa
na tunahitaji kufanya maisha mengine, na tubidi tuendelee kufanya hiyo kazi. Sasa ndugu yangu, unajua ndio kama umesema, mfano katika hizi kazi hizi tunazozifanya, mfano leo kunyanyua vyuma, na kwenye maybe unaweza kama ushaku experience kuosha vyombo. Bwana, kuosha vyombo nikashashe Taiwan. Mimi naamini hata nchi zingine watu wanaosha vyombo na wananyanyua vyuma waheshimiwe, kwa sababu zile kazi zinategemea na siku na inategemea na muda. Kuna muda unajisikia vibaya mno sana. Sasa mfano katika hizo kazi unakutana na watu, mfano wewe situation au mmoja unakutana na mtu. Kuna dalili gani ambazo mtu anazionyesha kwamba hii kazi, au wewe mwenyewe unasema kuna hichi kitu fulani hivi, hii kitu kimenifanya mpaka hii kazi siifanyi tena, au unakuta kuna mtu kwamba anakuambia mimi sirudi tena kuifanya hii kazi. Kuna vitu gani ambavyo mtu anaonyesha, au wewe unakoga sometimes unakoga unavyo ukiamini kwamba mimi siwezi kurudia hii kazi, na hapo hauna kazi na una uhitaji sana? Kuna vitu gani ambavyo unaviona kabisa hapa mimi haiwezekani, hata kama nina shida sifanyi hii kazi? Na au kama mimi rafiki yako au mtu mwingine kwamba hana kazi lakini anakuwa kama vile anaweweseka kwamba sifanyi kazi, na hapo unakuta hana kazi. Kuna viashiria gani vinakuonyesha kwamba ni au wewe mwenyewe kwamba mimi bwana kitu hakiwezekaniki? Sasa mimi nafikiri ni kazi nyingi ambazo nimeshakutana nazo nikasema kazi hii siifanyi na nikaiacha kweli. Kazi hii siifanyi na nikaiacha kweli. Na unakuta naacha, sio kwamba nina kazi, sina kazi. Ila naacha kazi. Sawa, baada hapo naishije Sharia? Ndio sikilize sasa. Kwa sababu mwisho wa siku sio, unajua wengine tuna matatizo ya kiafya. Ushaona? Kuna baadhi ya kazi kuzifanya ni rahisi sana. Na kuna baadhi ya kazi ukizifanya unaamsha yale matatizo yako ambayo ulishawahi kuyapitia. Kwa mfano kama mimi na shida ya mkono wa kushoto. Kwa hiyo ninapokuja kufanya zile kazi ngumu nitakaza kwa kipindi fulani. Lakini kuna muda ukifika mkono unakataa kabisa, utakifanya chochote. So unakataa kabisa, unambia bana hapa wewe ukiendelea zaidi hapa. Kwa sababu unafanya kazi, una save pesa. Una uhakika huo ni mkono lakini mzee? Kwani si huu hapa ni mkono? Hamna kitu hapo. Sasa umeuliza swali na unasema. Sasa wewe unasema eti mkono, eti unajua kabisa. No, ni kiafya. Cha kwanza kabisa ni afya. Kwa sababu nilishawahi kufanya hizi kazi. Umeongelea loading. Nishafanya loading. Sisi ni mimi na mwanangu mmoja hivi. Tulikuwa kwanza kufanya loading kwa hapa Taiwan. Simon. Na mwita mtu nyewe. Simon. Professor Simon. Tulikuwa kwanza kufanya loading hapa Taiwan. Tumefanya sana loading. Ikafika hatua unafanya kazi, una save. Kisha save. Mwisho wa siku unajikuta ile ambayo umeisave karibu yote inaishia hospitali. Kwa sababu gani? Ukusikiliza mwili wako unavyokuambia Yuba pumzika. Yuba hapa acha. Kwa unajikuta kwamba umesave hela vizuri. Nzuri tu. Ambao ungeweza kama ukasema ngoja sasa hivi nisiendelee kupush, nitulie sehemu, ungeweza kutumia kwa muda fulani. Lakini hujasikiliza afya yako, hujasikiliza mwili wako, umeamua kuforce. Unajikuta kwamba nusu au pengine karibu ila yote unaimalizia hospitali. Ushaona? Kwa cha kwanza ni afya. Cha pili, mazingira ya wale unapofanya kazi. Je, wanakuchukulia wewe kama mfanya kazi tu au wewe ni party ya timu yao? Ushaona? Kuna sehemu unaweza kufanya kazi, inaweza kazi ikawa ni ngumu sana, lakini upendo na nini nasema na kujali wanavyokuonyesha, unajikuta kwamba wanasema hapa mimi siondoki. Ndio wewe hapo sasa hivi ulipo Shanshin. Tunafanya wote Shanshin. Mimi nikakwambia tunafanya kiona ni kimoja, lakini tuko department tofauti. Pale kwako wewe kuna jinsi ambavyo unaishi nao na unapoa kazi ambazo kidogo zinaendana na wewe. Kwangu mimi napoa kazi ambazo zinaendana na mimi hapa. Na zikiendana na mimi kwamba zinanikaza kweli, yani zinakuwa ni too much. Unaona? Kwa hiyo sasa kwangu mimi nakuja ni kwamba labda hapa sipendwi. Unaona? Hapa hakuna mahusiano mazuri kati yangu mimi na nini na viongozi ile eneo au mimi nafanya kazi wengine. Kwa sababu wakati mwingine sio viongozi, ni wafanyakazi. Unataka mtu nikafanya kazi alafu ana act kama bosi. Na kutumia vizuri mpaka unasema hapa ni mmoja kutumika vizuri. Kwa hiyo unaona? Kwa hiyo cha kwanza afya, cha pili mazingira. Cha tatu malipo. Kama unafanya kazi kubwa lakini malipo yake ni kidogo. Ila kumbuka kuna wenzako wanalipo ndogo zaidi au unavyoamini.
Sasa hawa ambao wanalipa ndogo kidogo zaidi yangu, wao let's say tunaongelea hawa migrant workers, ndio hivyo. Wao wamesign contract. Wanafanya kazi full time. Mimi nafanya part time. Kwa siku ambazo nazoenda kazini hizo ambazo nitakazolipwa. Ushaona? Kwa sababu napokuja kwamba mimi nafanyishwa kazi kama punda, nachoka, najikuta hata katika wiki hata mko nataka niende siku 4, najikuta naenda siku 2. Ushaelewa? Ndio. Hizo siku nyingine 2 sifanyeje? Siendi. Na maana nimepoteza. Naingiza hela siku 2 tu. Siku 2 natumia. Ushaelewa? Kwa wakati mwingine malipo, mazingira ya kazi na afya ni vitu ambavyo vinachangia. Nasema kwamba mimi sifanyi hii kazi. Ngoja nikuulize kwanza. Wewe hicho kitu unakichukulia kwamba unajua sometimes hivi, mfano wewe ndio ungekuwa ndio kiongozi au ndio mtu fulani, wewe unahisi ulivyoelezea wewe kwa mara kwanza mtu mfano au hiyo situation, mtu akikuelezea kitu kama hicho utamconsider kama nani? Unajua sikufichi, kuna zile spirit wenzetu wamejengea ni kwamba do or die, na ile kwenye kutafuta do or die, yani nahakikisha kwamba nakizisha haja zangu kwa ile namna ambayo natumia akili kufanya vitu vyangu instead ya kutumia nguvu, kwa sababu mimi naamini nchi za wenzetu ni wako very conscious. Asa kiwandani unakata vyuma unatumia nguvu. No, kuna muda wenzenu unafanya ujanja. Mfano kama naweza nikasema kwamba kuna muda unakaa hivi, mimi huaga ndo njia naitumiaga, nikichoka nikiona chuma sizielewi au nikiona maybe kuna kazi sizielewi, huaga nakimbilia chooni, nakaa kama dakika 15 au 10. Sisemi kama mimi Mendes, utaanza kusema mimi Mendes. Mimi sio Mendes. Ndio ni Muga hapo ni Mendes. Ndio maana nikasema hivi. Subiri kwanza. Mazingira unayofanyia kazi na pia yanachangia. Kwa mfano unasema hivyo kwa sababu usipokuepo wewe, kuna ambao wanaendelea kufanya ile kazi, ndio hivyo. Ndio. Sasa wewe ndio wewe huyu hapa kwamba Badman huyu hapa na mashine yake. Kwamba usiponekana dakika 15 ina maana ufanye production aina yoyote. Unafikiri watakuruhusu poteza dakika 15? Kuna muda inakubidi unaambia bwana najisikia vibaya. Unajua sikufichi, kwenye maisha bwana kila kitu unachagua mwenyewe mzee. Mimi ninachoamini kwamba kama ukiamua kuumia ni unaumia wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kufili maumivu yako. Kama ukiamua kupigwa utapigwa wewe mwenyewe. Kama ukiamua kuungua utaungua wewe mwenyewe. Hakuna hata mtu mmoja anayejali. Kwa hiyo cha msingi mimi naamini kwamba wenzako wanataka ufanisi. Wewe unaangalia maybe pesa, maybe unaweza kupata ujuzi na vitu vingine. Wenzako wanaangalia tu ule ufanisi. Kwa hiyo nitaka kiangalia ni kwamba unafanikisha mambo yao. Chengine unaangalia kwamba na afya yako vile vile unaitunza. Kwa sababu gani? Unaweza unafanikisha lakini wewe maybe kila siku unazidisha zaidi ya ule ufanisi ambao umeupanga. Kwa hiyo sometimes unakuta kwamba fanya vitu kwa kiwango, angalia mwili wako unasemaje. Mimi naamini hivyo. Sio kwamba unasema eti kwamba hivi mimi siamini kwenye siju kuumia, siju maumivu. Naona hivyo vitu kama vile kuna muda ukiviweka tu kichwani au ukisema nini, unaweza ukafanya ukatumia tu akili au nana tofauti, vikikushinda unaacha. Kama ulivyo vikikushinda unaacha. Ila kuna muda ningekuwa mimi ni supervisor wa Shanshin. Ningekutoa katika paintings. Usema kwenye kupaka rangi. Nipo kwenye kupaka rangi. Ningekupeleka kule kwenye processing kule ambapo niko mimi. Kwenye vile vyuma ambavyo nabeba chuma kina futi 7. Sikiliza. Na kuweka kule ndani ya wiki hiyo moja. Kama unaweza kufanya kazi Jumatatu mpaka Jumatano saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni ukatoboa ndani ya wiki moja, wiki 2, then tunaweza tukarudi hapa tukazungumza. Lakini kama wewe sasa ukinitoa mimi kule natapaka rangi. Unaona sasa wewe mpaka rangi. Sasa unatofautiana na wale jamaa wanabebaga vikabu wanaenda kupaka rangi wadada mavyumbani. Mimi nimeamua kuinjinia na kuinjinia maisha yangu na kuinjinia maisha ya watu wengine. Mungu anasema na kuonea. Hamna. Sasa sikiliza nikwambie sasa. Unajua hata kama unaweza ukasema vitu vingi sana, nguvu, kila kitu nini, mwisho wa siku na kitu katika maisha yetu lazima tukitazamie. Hivi mfano wewe unahisi sasa ni Makumuga, lakini unajua sikufichi kuna baadhi ya vitu ukivifikiria Makumuga kwangu mimi unaondoka. Umeona? Hivi mfano wewe baadaye ukaja ukafanikiwa kurudi Bongo, si ndio? Ukaenda mfano ukatuma CV yako nini ukajifanya yeye mwamba, umeona? Ukaenda maybe kukutana na interview nini. Hivi mfano ukienda kule ukajifanya kama vile unajua sometimes unaweza kaandika nimesoma Taiwan. Taiwan ni nchi ambayo inaongea Kichina, si ndio? Ukatuma CV yako itimizi kama vile kwamba umeenda kule na fuzi yako maybe ya Kichina, ukasema mimi najua Kichina, ukawapigia Kichina nini na nini
kwako wewe ukapigia Kichina, au mfano kuna mtu akaja maybe huko Tanzania kuna mtu akaja akapiga Kichina hivi fulani hivi kimtindo fulani, wewe unahisi kwamba mtu kuiga kitu fulani kutoka nchi fulani au wewe kuiga kitu fulani ni ushamba fulani hivi, au ni mtu ambaye ameamua kujitoa, yani kujitoa kwenye level fulani hivi akimaisha kwamba ya uelewa kwamba sasa hiki kitu kwangu mimi cha msingi naweza nikakifanya kokote ili mradi kujibrand, yani kama vile kujipandisha, yani kusema kujipandisha ni kwamba mimi sasa hivi nakuwa na value, nikienda sehemu yote nikifanya kitu fulani nakuwa wa thamani. Naweza nikakaa hivyo tukanisikiliza na wakaniamini na matumaini yao akaja kwangu. Sasa kufanya vitu kama hivyo ukitoka kwenye interview au mtu akifanya mbele yako wewe, unaamini kwamba ni aibu kwa sababu umeacha kitu cha kwenu, maybe kwani mnaongea Kiingereza na Kiswahili, ukawa unaongea Kichina au mtu akanaongea Kichina hivi anachanganya Kichina, yani anakupigia tu megwanshi. Unajua mimi kuna muda mtu akiniongelesha Kiingereza au nikiongea na mtu Kiingereza anaambia megwanshi, yani kama vile ni kitu ambacho nimezoea kwa sababu na same fulani naongea iko kitu. Wewe unahisi ni nini? Yani mtu anajishusha samani au ni fezea au maybe ni aibu kwa nchi au aibu kwa jamii ambayo tuliopo, au inamfanya mtu anakuwa kama vile ni ameonyesha ni kuondoka kwenye level fulani ya kimaisha, yani sema kama kufanikiwa kimtindo wa lugha maybe. Amna, niseme tu hata ikitokea leo umerudi nyumbani ukatuma CV zako, na maana tayari wewe kwenye soko la ajira unasemaje Mungu wangu, sababu swali lako afu sasa nikiataka kuongea Kiswahili nikaongea Kiingereza utasema sinto nyinyi wakina Makmuga wanasema una vigezo vile ambavyo vinahitajika katika soko la ajira. Unaelewa? Kwa hiyo kwa mfano leo mimi nikatoka hapa nikaenda na nani na CV yangu nyumbani, nikasema ngoja nitafute kazi. Nikatafuta kazi. Lazima uandike kwa mimi ninavyojua, lazima useme kwamba una level gani ya elimu, unaongea lugha gani, umeishi labda lese nje kwa muda gani, umefanya kazi katika ofisi tofauti ngapi, na majina na kazi unazofanya pia unaweza ukaweka pale kama kwa kifupi highlights fulani. Hiyo haina shida. Sawa? Ndio. Na hata unapokuwa unazungumza kwa sababu umetoka kusoma kuongea Kichina, unaweza ukazungumza lakini lazima ujue uko katika mazingira gani. Siwezi mimi nikatoka leo naenda ofisi labda let's say kuna ofisi iko pale Tanzania, alafu najua hakuna mtu ambaye anaongea Kichina, alafu mimi naongea pale Kichina. Unajua haitaleta maana. Kwa sababu ndio unaweza kukosa kazi vivi. Hapa tunaongea Kiingereza na Kiswahili, unapoenda unakutana na mazingira ambayo yanakuhitaji utumie Kichina chako au lugha yako nyingine, sio Kichina tu, hata Kifaransa, lugha ya aina yoyote. Then onyesha uwezo wako. Maana umekuwa nasikiliza. Umekuwa wapi wewe shamba? Kwa nini uige? Ndio wewe tunaita ile kwenye elimu tulikuwa sikiliza nikwambie. Tuigi. Changamoto umesoma nini? Umesoma history? Nimesoma vizuri. Kuna ile ambayo tunasemaga kwamba watu tunaiga utamaduni wa kizungu. Hivyo naenda kuona alafu maybe unaonyesha hivyo vitu. Sijasema naenda kwetu naonyesha. Kama sio Makmuga nini huo? Sijasema naenda kule naonyesha utamaduni wa kucheza na simu mbele za watu. Kwa lugha, yani umekopi na kupesti vitu vya watu. Sijakopi na kupesti. Niko katika mazingira ambayo inahitajika nitumie hiyo lugha ambayo nimeisoma, nitaionyesha vizuri tu. Ukinitoa sasa hivi kwenye Kiswahili kanika kwenye kuongea Kichina hata kama sikijui vizuri, nitakitafuta, nitakigugu, nitakitafuna hivyo kitakaa sawa. Ushaona? Ukanika sehemu kuongea Kiingereza, nitakitafuta hivyo nitakimumunya kitakaa vizuri. Kwenye Kiswahili hivyo nitafanya hivyo kwa sababu gani? Mazingira yale yanaruhusu mimi hicho kitu kifanyike kwa wakati huo. Ndio. Ushaona? Uwezo kanitoa hapa unanipeleka kwa Wachaga. Ndio. Au kwa Wanyakyusa, afa naenda kuongea Kisukuma, au naenda kuongea Kisambaa. Ushaelewa? Hawawezi kuelewa. Watakuwa wanakuangalia tu jamaa. Hasa kama yeye ni Msukuma utafanyaje? Sasa unaona utaongea Kisukuma na Msukuma mwenzako. Ushaona? Kwa hiyo inategemea na mazingira yaliyopo. Na hata kama ikitokea mtu ametoka sasa hivi hapa ana lafudhi ya Kichina na ameenda kuomba kazi Tanzania, labda Kiingereza chake na Kiswahili chake bado kina sound kama Kichina, sio mbaya. Kwa sababu the way unavyozidi kukaa kwenye system ndipo unavyoanza kufanyaje kurudi kwenye mizizi yako ulipotokea. Kwa the more unabaki kwenye system unajikuta kwamba kidogo unaanza kubadilisha ile lafudhi, inaanza kurudi. Hatukuja hivi, tulikuja na lafudhi yetu, hata Kizungu tulikuwa tunakiongea kilikuwa ni cha Kiswahili.
ushaona. Lakini sasa hivi unaweza kukaa sehemu kaongea mtu jamaa anaongea kama Marekani, jamaa anaongea kama Nigeria, jamaa anaongea kama South Africa, jamaa anaongea kama na ila nje ya nchi UK. Unaona? Kwa hiyo ni mazingira ndivyo yanavyosababisha. Kwa hiyo nasema kwamba kama kuna nafasi ya kuweza kuonyesha kile ulichonacho, onyesha. Kama kuna unaona nikionyesha hapa hivi nitakuwa napoteza muda, acha, kwa sababu kule tutakucheka. Ni sana sasa hivi nirudi nyumbani niseme eti mimi siwezi tena kuongea Kiswahili. Utakuwa uongo. Katika Jumapili napiga simu kwa bibi mkubwa na washikaji kibao niko nao bongo na chat nao tunaongea kwenye simu. Swali unakijua. Utasahau kidogo lakini sio kwamba utaacha kuongea. Sawa, twende kwa upande mwingine. Sasa wewe unawashauri nini watu ambao maybe wanafanya hicho kitu, maybe mfano kukopi na kupesti, au wanaojisahau baadhi ya tamaduni za kwetu pale wanaporudi nyumbani? Nafikiri ndo maana nikuita Makimuga sasa. Kwa nini mimi nimesahau nini? Kwa sababu Makimuga alijisahau alipoenda South Africa. Ndio alijisahau. Na mimi nimeiweka hivyo kwa nia kwamba usije pia ndugu yangu. Najua mimi nimejisahau nini? Tunajisahau sana kwa sababu tumetoka nyumbani. Tulikuwa atufanyie vitu vingi. Alafu tunafika huku vitu vingi sana unaweza kuvifanya. Ushaona? Cha kwanza hakuna ule uangalizi wa wazazi. Hakuna watu ambao wanakujua vizuri. Kwa hiyo unasema kwamba mimi Badman, mimi Makimuga naishi maisha yangu. Badman mpaka Makimuga. Ushaelewa? Kwa nafikiri ile kutokuwepo kwa ule mwongozo wa wazazi au watu ambao wanakufahamu kwa zamani wanakufuatilia. Ndio. Unafanya wengi sana tunajisahau. Ikiwepo mimi, wewe na yule. Unaona? Tunajisahau kwa sababu tunasema vile fresh. Kutoka home ulikuwa huwezi kula kuku mzima, lakini ukifika huku mzima unaweza kumla peke yako, au kula nyama ulikuwa unasubiri mpaka sikukuu, lakini unaweza ukatoka tu mwenyewe supermarket ukachukua zako nyama ukajipikia ukala. Ulikuwa labda unywi soda mpaka labda wageni waje, lakini huku na vyovyote yani. Kuna watu kibao ambao walishakuja huko wakajisahau. Wanajisahau kabisa kwamba hapa mimi nafanya kila ninachokitaka. Makimuga. Makimuga. Kwa sasa kwa kusema hivyo ni kwamba Makimuga naweza nikasema kwa ile tafsiri fupi tu na rahisi ambayo kutokana na maneno ya Alikiba ni kwamba umejisahau, umewekeza starehe mbele, ila kimsingi ukopi na kupesti wa kutosha. Mimi naweza kukataa kutokana na nini? Unaweza ukawa na Makimuga lakini sio kamilifu. Kwa hiyo naweza kusema unaweza ukatimia hivi karibuni. Kutokana na mimi na wewe, wewe umekaa muda mrefu sana hapa. Kwa maana mimi naamini kwamba kuna vitu na vihisi hapa, maybe utarudi kesho kuta, nataka nikuone. Na mimi siwezi kukubali kuondoka nchi kabla wewe hujaondoka. Na mimi niseme tu, wakati unaongea hivyo watakuwa unajua kwamba ambao tulikufungulia njia ni wakina nani. Na nyinyi mtakaofunga njia. Kwa hiyo kama wewe utasema kwamba ngoja nimnyoshee mshikaji kidole kwa sababu yeye alikuwa hivi, alafu sasa hivi anarudi. Kumbuka, wewe unakuja tu. Mimi nitakusema. Kisha rudi zako tu. Na ndo maana nakuita Makimuga. Kwa sababu najua. Kwanza sikiliza, tulivyokuja mlitusema, na nyinyi mkiondoka tunawasema. Yaani kwa sababu gani? Angalia. Utaondoka utaniacha. Sawa, nitaondoka nitakuacha. Lakini mimi siwezi kuondoka ngakuacha. Mimi nishakwambia wewe utatangulia kila sehemu. Wewe mzee, mimi kijana. Unataka mimi nitangulia. Karatasi zangu ziko tayari sasa hivi. Wewe nibakisha kwenda kuna nini kutia sahihi. Wewe kwani unafikiri kwani kuondoka unaondoka vipi? Labda wanifukuze. Labda kufukuze. Ndio maana mimi nikamwambia afe begi atoki mtu. Ndio maana nikamwambia kwanza picha linaanza Makimuga. Muona sisi kwa nasikia sema Makimuga jambazi sijui mwizi. Vitu vyote vina reflect kwenye mambo yako alivyojipangilia, hata jina lako lilivyojipangilia. Yaani nina asili hayo mambo. Kwa hiyo Makimuga kuanzia kwenye jina lako unao. Na vile vile hata kwenye maisha. Naamini nasubiri tu rudi nyumbani. Kwa sababu vitu vyote vilivyozungumza kuhusu Makimuga ushavikamilisha. Au uongo? Mimi siwezi kuwa Makimuga kwa sababu mimi ndo Alikiba ambaye nilielezea maisha yako. Basi fresh, mimi Makimuga wewe Cinderella. Cinderella tena. Asa nataka useme nini sasa? Tunaongelea Makimuga, hiyo Cinderella imetokea wapi? Cinderella imetokea wapi?
Umemzungumzia Alikiba hapo. Alikiba ni umesema Alikiba. Alikiba si msanii ameimba Makimuga. Ndio, kama Makimuga na vile vile kaimba Cinderella. Sasa kwa nini unaniita Cinderella? Na kwa nini unaniita Makimuga na wakati Makimuga safari yake iliishia, mimi bado ndo kwanza. Nani ambaye anavaa mashati yanang'ang'aa hapa? Nani ambaye amekuja huko akaanza kushangaa wenzako wamepewa gloves wale? Nani ambaye alikuwa anavaa gold ambazo ni fake? Hamna, unazungumzia gold fake. Ni nani? Mimi sijavaa kwa intention kwamba ni fake. Unavaa kwa sababu uko una fake uingie mjini. Hamna, ni nani ambaye alivyosikia unakuja Taiwan akafikiria maarifa aweze kupiga picha? Hapo si Instagram. Mimi kitu hakipo. Kuvaa mfano kama chain fake kwa maeneo nilipotokea mimi ilikuwa ni sema wasemagi fake, wanasema sijui English wana majina yao wenyewe da. Naona sasa hadi fake anataka alalishe kama ni sahihi. Sikiliza. Sasa mimi nafikiri tufanye hivi. Wadau watuambie. Na nataka tu niwaambie kitu kimoja. Usiangalie mwili wa Makimuga kwenye ile video ya Alikiba ukaja kanionea mimi kwa sababu na mwili mkubwa kuliko ujamaa. Kwa sababu najua umshikaje na timu yake wako kwa lengo la kunichafua ili wanite mimi ndo Makimuga. Ukiangalia kwanza wakiangalia mwili sawa itakuwa ni mimi. Lakini wakiangalia wanaofeki so tuna fake, sisi tunaangalia ma icon, tunatamani tuwe kama wao. Sasa wewe ukizingua mimi natuma picha zako. Sina hivyo vitu mimi. Na kutuma picha zako, sikiliza. Tuanze. Useme hivi. Na tuma picha zako umevaa singlet afu umevaa chain fake. Sina hiyo picha. Sina hiyo picha. Anajiamini. Ndugu watazamaji, unajua saa nyingine hizi imani tulizokuwa nazo sina hiyo picha. Fresh mzee. Sina, ila mimi nazo za kwako umevaa vipuri. Hujatoboa masikio yako umevaa vipuri, umevaa cheni ambazo ni fake. Sijai kuvaa mimi vitu kama hivyo mzee. Mimi navaaga vitu original. Navaa gold au silver original. Makimuga anavaa original. Kama alivyosema. Haya, una mtazamo gani kuhusu haya mambo? Original. Kama unacho kuzungumza zungumza. Original. Maana sasa hivi imekaribia dakika chache tu. Mimi nafikiri ili kusudi yoyote asiwe Makimuga. Asijisahau. Najua tunapitia naweza nikasema na pia tusijisahau, lakini pia waliopo nyumbani sehemu yoyote ambao wanatufuatilia wasiangalie kwamba leo hii umevaa Nike, umevaa hichi alafu kaisi kwamba vile tayari ashatoboa, kumbe bado kuna kupendeza na kuna bado unapitia wakati mgumu. Unaona? Kwa mimi nafikiri tusimnyoshe mtu kidole. Kila tuishi na tuendelee kupendeza pale inapohitajika na tule vizuri pia na tupumzike, tufanye mishemishe mjini mambo yaende vizuri. Yote kwa yote tunasema sisi ni sisi, tumerudi na tunasema peace and love. Makimuga pamoja sana. Kavurugwa huyu.